Mamlaka ya udhibiti wa usafiri wa ardhini LATRA hii leo iliketi na wadau wa usafirishaji hapa nchini, ikiwa ni katika kikao maalum ambacho kilikuja baada ya tarehe mosi kupanda kwa bei za mafuta. Wamiliki wa daladala na mabasi nchini kote wakaja na hoja ya kwamba umefika wakati pia wa bei hizo kuangaliwa. LATRA ikaahidi ya kwamba itaketi na wadau hawa wote, na hatimaye siku hiyo ilikuwa ni leo ya tarehe 8 Jumatano ya Aprili. Ni juma moja tu tangu kuanza kwa bei hizo mpya. Katikati ya hapo mengi yalikuwa yakielezwa, malalamiko ya kwamba bei hizi zinawaumiza wamiliki wa daladala na mabasi. Wakasema jambo pekee la kuwanusuru na hali hii ya kupanda kwa bei ya mafuta ni kwa LATRA kuangalia upya mapitio ya bei za nauli. Kikao kimefanyika na hatimaye wamekubaliana kwamba bei zitaendelea kusalia hapo hapo, lakini pia baada ya majuma mawili wataketi tena na wadau hawa ili kuja na kauli ya mwisho. Huo ndio utakuwa mjadala wetu, wakati huu ambako pia serikali hii leo imetoa kauli ya kwanza kuhusiana na matumaini ya kwamba bei za mafuta hazitoendelea kupanda na badala yake katika mwezi ujao bei zitashuka, kauli ambayo imetolewa na mkuu wa nchi Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wakati akiwaapisha waziri na naibu mawaziri wawili pale Dodoma hii leo, huku akitoa mchanganuo wa baadhi ya mambo na kusema kwamba pia serikali yake yenyewe italazimika kufunga mkaja kwa kubana matumizi na kupunguza pia misafara ya viongozi ili kuleta ahueni kwa Watanzania. Naitwa Nurdin Selemani, ndiye ambaye nakualika kwenye Uchanganuzi studio. Tumemwalika mkurugenzi mkuu wa LATRA Dr. Habibu Suluo. Karibu sana. Asante sana. Kwema. Mambo yanakwendaje? Nashukuru sana. Pole kwa joto la juma zima hili, mivutano ya hapa na pale, maneno ya huku na kule kutoka kwa wamiliki, lakini hatimaye kikao leo kimefanyika. Naam. Hebu tuambie kwanza, kuna mtu anaweza akawa anajiuliza, hawa LATRA huwa wanatumia utaratibu gani hadi kusema sasa tunapanga bei na itumike kwenye daladala na hata kwenye mabasi? Asante sana. Kwanza nashukuru kwa mwaliko na ni fursa nzuri ya kushare na Watanzania kujua yaliyojiri na eneo hilo ambalo umeniuliza. Kwanza kuna namna mbili ya kuomba. Kuna mtoa huduma mpya, labda kuna njia inaanza, anatakiwa alete maombi, au kuna mapitio ya nauli ambazo zipo, unaomba sasa ifanyiwe mapitio kama hii ilivyokuwa. Kikubwa tunachotaka mtu anayeleta maombi, kama ni mpya, anaweza kuwa tayari alishaleta maombi ya leseni ili apate leseni yetu. Kama ni mtu wa huduma ambaye bado yupo, anakuwa na leseni hai ya LATRA. Mfano una mabasi yako una leseni hai, alafu unatuletea maombi ya kufanya mapitio. Unatuambia nauli ambayo unapendekeza ni shilingi ngapi. Unatuletea kile kinaitwa kikokotoo, yani zile calculations, hesabu jinsi ulivyozipiga ukapata hiyo nauli unayopendekeza. Unatuambia ni faida gani watumiaji wa huduma zako abiria watapata kwa wewe kuongeza nauli, au kwa mamlaka kuongeza nauli, wewe unaenda kuboresha eneo gani. Na pia utatuletea hesabu zako zilizokaguliwa, audited financial statements, kwa kipindi cha miaka 3. Kama hiyo kampuni au huyo mtu wa huduma ni amefanya kazi chini ya miaka 3, basi tunaangalia ule muda ambao amefanya kazi. Alafu tutaletea taarifa ya utendaji wa miaka 5 au kipindi ambacho umekuwa kwenye utendaji. Lakini pia tunaweza kutaka taarifa nyingine yoyote. Na mfano sasa hivi serikali ilitangaza ile mishahara mipya ya sekta binafsi. Wewe utatuambia, kwa sababu kwenye mapendekezo sisi tunatumia zile mishahara ile ya sekta binafsi. Kwa hiyo na wewe unapoleta wasilisho utuambie, kwa mfano unawalipa shilingi ngapi madereva wako, kondakta wako unawalipa shilingi ngapi. Kwa hiyo tunaweza kutaka taarifa nyingine ya ziada. Ukisha tuletea taarifa zile, tunaweza kuanza mchakato. Lakini sasa pia kuna namna mbili. Kiukawaida kanuni yetu ya 9 ya kanuni za kupanga nauli zinasema
nauli zinatakiwa ziombe kufanyiwa mapitio kwa angalau baada ya miaka mitatu. Okay. Miaka mitatu hiyo imepita. Sasa kwa mfano sasa hivi miaka mitatu haijapita. Hizi nauli zimeanza tarehe 8 Disemba 2023. Sasa kama hazijapita miaka minane, mtu anaweza haijapita miaka mitatu, mtu anaweza kuleta kila mwaka maombi. Endapo katika zile hesabu zake na taarifa zake anaonekana kwamba mrejesho wa uwekezaji wake, tunaita return on investment, ni chini ya 10% kwenye hii sekta ya usafirishaji. Au labda watumiaji wa huduma abiria na nini, akasema mrejesho wa uwekezaji wa huyu mtoa huduma, yani return on investment yake ni zaidi ya 25%, kwa sababu anapata sana. Anaweza sasa akatuletea sisi maombi tufanye mapitio. Okay. Sasa hiyo ni kama kila mwaka utafanya, lakini kwa hali ya kawaida, kwa mfano sasa hivi sisi tulitarajia maombi yaje baada ya miaka mitatu, kwa sababu jinsi tulivyopanga hizi bei tuliona kabisa haitashuka chini ya miaka mitatu, yani haitakuwa ghali, yani mafuta yakapanda kiasi hicho. Okay. Kwa hiyo hiyo labda ndo swali lako la kwanza, kwamba huo ndo utaratibu. Sasa baada hiyo ni namna ya kwanza ambayo unaletewa maombi, lakini inaweza katokea mazingira ambayo hujaletewa maombi, lakini wewe kama mdhibiti unaona kuna umuhimu wa kufanya mapitio. Sheria ya kanuni pia inaturuhusu utaratibu wa kufanya mapitio. Na kwa kuangalia labda mazingira yalikuwepo wakati ule tunapanga hizi nauli yamebadilika. Okay. Au viashiria tulivyotumia au vigezo wakati ule vimebadilika. Kwa mfano bei ya mafuta ingekuwa imebadilika na sisi tukaona ni lazima tufanye mapitio kwa ajili ya bei ya mafuta na hatujatia maombi, tungefanya mapitio. Kwa hiyo kwa hakika, na nilikuwa naambia wasafirishaji wamefanya presentation vizuri walivyokuja, na wote waliofanya presentation 4 wamefanya Daikobo, wamefanya kampuni ya ABC, Nyeunge, amefanya pia na Superfeo. Bei za mafuta walizoweka kwenye hii kuonyesha kwamba wanapata hasara zote ziko chini ya bei ambayo sisi tumetumia kwenye kupanga hizi nauli za sasa. Okay. Kwa hiyo kwa vyovyote hizi nauli zetu, yani bei yake haijafikiwa mafuta, hata ile iliyotangazwa juzi na EWURA. Kwa hiyo Dokta, kwa maneno mepesi, mara ya mwisho mnakokotoa na kutangaza bei ambazo zinatumika sasa, ndiyo, haziwezi kuathiriwa kwa namna yoyote na bei ya sasa ya mafuta? Hakuna. Mpaka sasa hivi hakuna. Bei iliyotangazwa hakuna. Tulikuwa tuna wasiwasi kwamba labda mwezi ujao mafuta yakipanda bei itakuwaje. Na ndio maana hata tangazo letu kama umeona tumesema mje tujadiliane, tuone nini kifanyike endapo bei hizi za mafuta zilizotangazwa safari na EWURA tarehe 1 mwezi wa 4 mwaka huu 26, ikifika mwezi wa 5 itabadilika, kwa sababu kila Jumatano ya mwanzo wa wiki ya mwanzo wa mwezi inatangazwa. Kwa hiyo tukamwambia njooni tujadili, tangazo letu ndio njooni tujadiliane, tuone nini kifanyike. Uzuri katika mjadala wetu kuna vitu vingine tumevipata kwao, sio mafuta, na tumeconclude vizuri na wao, sio mafuta. Na sio mafuta. Mafuta kwa sasa hivi hajaathiri, na kwa uhakika pia nilichoonyesha na sisi tuonyesha kwamba wasafirishaji wa mabasi yanaenda mikoani na nchi jirani, wao wanatumia tiketi mtandao, kwa hiyo wanaona fedha zao. Okay. Ukiangalia malalamiko mengi yako kwenye daladala, kwa sababu daladala utaratibu wao ni unapewa hesabu, na hata pale umekuja madereva wanakuambia bwana, hesabu ile inayobakia sasa hivi ndogo, mwenye gari lake anataka hesabu yake ile ile. Kwa mfano unaambia leta 100,000 jioni, ikifika jioni 100,000 tunaitaka ile ile. Sasa kawaida bei ya mafuta, wale wanajaza mafuta wenyewe, wanatoa huduma wenyewe, kinachobaki ni kidogo. Okay. Ndio maana solution, jamani, tuzungumze sasa, daladala nazo ziingie kwenye mfumo wa tiketi za kielektroniki, si maduka tu yale. Mimi naambiaga ukiuza toa risiti, ukinunua dai risiti, na hivyo hivyo kila gari ukipanda ukishuka ile ni duka. Na tunaweza kama tumeweza kwenye mabasi haya katika kipindi hiki kifupi cha miaka kama 3-4 sasa hivi, ustaarabu wa tiketi mtandao, ukiwa na LATRA app hapo, safari tiketi ziko kwenye app, Android Play Store ziko hapo, una download, unachagua siti unaivotaka, unalipa online, huna haja tena mavurugu ya kwenda huko na huko. Unatumia LATRA app, unaangalia basi liko wapi, linakuja saa ngapi. Okay. Tumepiga hatua katika hilo eneo. Yeah. Kwa kweli kikao kilikuwa kizuri kwa leo. Na tumemalizana vizuri. Nimeona tu vyombo vya habari vimechukua yale mambo ya watu waliozungumza, lakini conclusion yetu tumemalizana vizuri. Na tumekula chakula pamoja. Baada ya hapo
hiyo wiki mbili ambayo nasema sio tunakutana. Wiki mbili kwa wale ambao hawakuweza kufika, kwa sababu tulikuwa live online, sisi tuna LATRA online TV, watu walikuwa wanafuatilia iko mbashara, na hata sasa hivi ukienda kwenye LATRA YouTube utakuta, utaangalia kipindi chote. Tumekaa kuanzia ile ilikuwa kwenye saa 4 mpaka tuseme saa 10 tuko live. Kwa hiyo wale ambao wanahitaji kutuandikia, na tumetoa wiki mbili, na wakati sisi tunaanza kucompile zile, kuchakata, tuone kuna maeneo wametusaidia kuona tunahitaji kuyatizama, lakini sio mafuta. Okay. Mlikuwa mnakokotoa kwa kuzingatia mambo mengi, lakini unasema kikao cha leo kimewasaidia, yameibuka na mengine ambayo kando ya mafuta. Baada ya kuyasikiliza, mnaona bado kuna mantiki ya kuwasaidia hawa wadau wa usafirishaji kwenda zaidi ya kile ambacho wanatoza, ama itakuwa ni maumivu kwa wananchi? Hapa unajua hatuna kigezo cha kuongeza nauli sasa hivi kwa kweli, kwa sababu hoja yao ni mafuta na mafuta haijaathiri nauli sasa hivi, labda vingine, na hiyo vingine sasa tunahitaji kwanza zile hesabu zao tuzipitie, kwa sababu hata waliotoa wasilisho leo walitoa wasilisho kipindi cha nyuma. Kwa mfano ABC alitoa wasilisho, Superfair walitoa wasilisho na walikuwa na mapendekezo yao, tulichakata hivyo hivyo. Ukitizama jinsi ile mkeka wao anafanya presentation, na sisi tunachukua zile namba tunaziweka kwenye mkeka wetu, tunajadiliana, tunaangalia, tunaona kama kuna vitu vinajirudia. Kwa mfano mtu anakuambia hela za safari, mtu anavyosafiri wameita ni fixed cost. Sisi tunaona zile ni variable cost, yani ni gharama ambazo sio fixed. Mishahara ndio fixed, kwamba mshahara wa mtu analipwa kila mwezi kiasi fulani, lakini safari inatofautiana, na mwezi watu wanaweza kusafiri sana, mwezi mwingine wasisafiri sana, kwa sababu hata kama una namba ya safari, kuna kitu tunatizama kwamba okay, umesafiri, gari limejaa kiasi gani, tunaita occupancy ratio, kwamba tunachukua wastani. Sisi tulikuwa tumia 80%, wao wametuambia bwana magari hayajai, average kwa mwaka mzima ni 70%. Kuna masuala ya bima, mikopo, kuna assumption wanaweka kwamba kati ya gari ananunua, kuna mmoja ameonyesha kwamba ni 50% ni mkopo, mwingine akasema 70% ni mkopo, kutegemea na aina ya gari. Kwa hiyo ule mkopo unavyochukua unaurejesha pamoja na interest, labda 18% anakuambia. Lakini hizo unaweza kuambia okay, tupe labda document tuone kama kweli huo mkopo umechukua kwa kiasi hicho, ili tuone urejeshaji wako wa ule mkopo unaenda hivyo. Lakini muhimu ambacho tumekwambia, sisi tuko kwa kuwasaidia wasafirishaji wakue. Mitaji ambayo umewekeza, serikali haina magari, ila watu sekta binafsi ndio inafanya. Kwa hiyo tunachojitahidi ni kuweka mazingira bora na mazuri ya uwekezaji kwa sekta binafsi, ili waendelee kutoa huduma, waendelee kutengeneza faida, walipe kodi. Serikali, mapato ya serikali, kama mshahara wako, serikali inahitaji kodi, ilipe mishahara walimu, madaktari. Lakini usiseme unaoja kwamba tupunguze kodi kwenye mafuta, anasema zaidi ya nusu ya kodi ni kwenye mafuta, yani bei ya mafuta zaidi ya nusu ni kodi. Sio kweli, sio kweli, haijafika nusu wala. Kwa hiyo serikali ukisema iondoe kodi pale, mimi mtazamo wangu wa kifedha, mtaalamu wangu, naona kwamba utainyima serikali fedha za kuwalipa watu mishahara. Kwa hiyo kuna vitu vya kutizama, labda ziko tozo chache ambazo unaweza, hii haina athari kwenye mapato hasa yale ya serikali. Ziko taasisi ambazo zinahusika kwenye zile bei pale zinaingia, hizo zinaweza kutizamwa kwa muda, alafu baadaye zinaweza zikarejeshwa tena, lakini kwa hiki kipindi inaweza kutizamwa. Ulizungumza hapo kusema kwamba shida mmeona hasa kwa wamiliki wa daladala, ukiondoa na wale wa mabasi ambao wana tiketi mtandao na nini, mambo yamekaa. Lakini kwa hao wenye daladala ni kwamba hesabu ya siku mtu ameiweka hapo, anasema kwamba fedha yangu mimi naihitaji, kwa maanake huenda ambao wanataka kufanya nyongeza ni wale wafanyakazi wa pale, labda kondakta na dereva. Na kuna baadhi ya maeneo tulikuwa tunaona kwa wiki wakipandisha nauli kinyemela. Nini sasa ambacho mnaona kama mwarobaini wa kushughulika na hili eneo ambalo
kwenye daladala ambako ndio usafiri wa kila siku wa watu kwenye miji yetu mbalimbali hapa nchini, ambayo ndio imekuwa ikitegemewa, na wakati mwingine mtu anajipandishia tu bila hata kujali kwamba hiki kiwango ambacho kimewekwa kina maumivu kiwango gani kwa mwananchi. Kwanza kuna changamoto ambayo labda ni nzuri niseme kabla sijakuja kwenye hilo. Miji mingi sasa hivi imefamiwa na pikipiki na bajaji. Na zimeingilia, zinatoa huduma kama daladala. Yaani unakuta daladala hazipo. Juzi pata simu kutoka Singida, amna daladala, zimebakia bajaji. Na bajaji na pikipiki ni magari ya kukodi, yanatakiwa yakae kwenye kituo. Mtu anakodi, anapelekwa sehemu, anarudi, anapaki. Sasa hii ina changamoto, na tayari serikali imeliona hasa baada ya lile tukio la tarehe 29 mwezi wa 10 wakati wa uchaguzi mkuu, kwamba kuna haja ya kutizama hili eneo ili kuona kuweka utaratibu mzuri, sio kwa watoa, lakini kuona namna ambayo kutakuwa na nidhamu kwenye hii huduma, tiwa sheria, waendelee kufanya kazi vijana, lakini kwa nidhamu. Na pia lazima tuangalie idadi yani yuko wapi, amepaki wapi, anafanya nini. Wengi wanapora. Hata sasa hivi unaweza kama mtu anapora. Sisi tunachosema ukwezaji wa daladala unarudi nyuma, kwa sababu mtu anawekeza hajui anapata nini. Na alitoa mfano msafirishaji mmoja pale kwamba hii biashara ngumu ya daladala, akatupa mfano kwamba kuna mtu alikuwa ana daladala 22. Sasa hivi hana hata moja. Sisi tunachokiona ni tatizo la usimamizi, lakini utunzaji wa kumbukumbu za mapato na matumizi. Kwa sababu wewe unamkabidhi, na mimi nimemwambia wewe unamkabidhi mtu daladala yako. Na mimi na mifano na nilipata kutoka kwa wengine. Mtu unamkabidhi, anaangalia daladala zako au mabasi yako, yeye baadaye anakuja kuwa na daladala na basi. Ina maana anapata kuliko wewe. Wewe unamsubiri ile laki moja unazokuta ndo matumizi yako. Lakini ingekuwa wewe unaona mapato yako, unaona matumizi yako, yule unamlipa mshahara. Na mimi nasema hizi zinalipa, usingekuwa watu mpaka leo wapo. Kuna watu wamesoma, watoto wao wamesoma, sasa hivi ni maafisa kabisa. Ni daladala unaweza kukuta 1, 2. Lakini tungekuwa na mfumo wa kuona, sisi tunasema sasa hivi tiketi mtandao hii, ona taarifa zako. Alafu pia hizi ajira tuzifanye rasmi. Hawa vijana wa madaladala na makondakta tuwalipie sasa mishahara, tuwalipie bima, hizi bima afya, tuwalipie pia NHIF akiba zao za uzeni. Wengine sasa paka wanakuwa watu wazima sana, hawana hata akiba uzeni. Yaani maisha yao ni hiyo, ile balance itakayobakia jioni baada ya kuweka mafuta, baada ya kupeleka hesabu ya miliki. Kwa hiyo mharibeni ambao tunauona sisi, kwanza lazima tuongee. Na mimi nachoona tunakwenda vizuri na wadau wangu wa hii sekta, tunazungumza. Na nashukuru kwamba nilikuwa yani naona kwamba leo kweli watagoma hawa. Kwa siku zote tunaongea. Na kweli tumeongea na tumefika mahali hakuna mgomo, tumemaliza vizuri kwamba tuongee. Na walivyokuwa wanaongea ukisikiliza, nafikiri mmeweza kuona clip zingine, unaweza kuona hapa tutamaliza kweli salama. Inakuwa ni jambo zuri mtu akapata nafasi ya kutoa kile alichonacho. Aishamaliza, unamsikiliza, unayapokea. Sisi ndio regulator bwana. Dhibiti. Pokea. Maoni yao ni mazuri, lakini bado tuangalie. Sasa hapa mimi sheria nimepewa, lazima nisimamie hivi na hivi. Anakuambia leo niambie tangaza nauli, leo lazima utangaze nauli hapa. Hatoki bila utangaze nauli. Sasa jamani, nitatangaza nauli leo, nyie mnajua. Walikuwa na mwanasheria pia. Kifungu cha 19 cha sheria LATRA inataka bodi ndio yenye mamlaka. Sisi tukimaliza mchakato tutapeleka kwenye bodi, tutaishauri. Ikishatangazwa na bodi zinatolewa siku 14 kama kuna pingamizi au ianze kutumika. Kwa hiyo naamini tutazungumza. Mwarabeni kwanza tuzungumze, tushirikishane. Nimeona kuna msafirishaji mmoja kutoka Mwanza alinifuata akaniambia, bwana, hili swala la tiketi mtandao sisi kule Mwanza tunalitaka, lakini tupewe njia. Na tulishaanza kuzungumza nao wakati fulani. Wana umoja wa wasafirishaji Mwanza inaitwa UAMWA. Tuwape ruti, waanze kutumia tiketi za mtandao, na walishakuja Dodoma pale kwenye maonyesho ya 8 wakaonyesha matumizi ya tiketi mtandao wanavyoenda kuyafanya. Mimi naamini wasafirishaji, na nimwambia, alisema Shaban Robert, fedha bila daftari hupotea bila habari. Kwa nini ukiuza leo sio umeuza shilingi ngapi?
lakini pia uwe na udhibiti wa mapato yako wewe. Serikali tu, mimi nasema serikali ilivyoanza kulipa kwa control number, mapato yaliongezeka sana. Sekta binafsi inakuwaje na chela zake juu, umenunua gari hujui unapata shilingi ngapi. Lakini kingine muhimu, uwekezaji kwenye hii sekta ya usafiri wa daladala, maana swala lako liko hapo. Wote wanaoleta kununua gari jipya ni used kule likotoka Japani, Singapore, magari yote ni used kule, na waagizaji ni moja. Mtu kastaafu na gari lake moja anaileta, anaingiza, anaomba ruti. Huu uwekezaji sio mzuri, ndio maana tunakwenda na sasa na uwekezaji kama kina BRT, magari yaendao haraka. Sasa hiyo inakula Dar es Salaam, tusingoje mpaka ikaenda Mwanza, hatujajipanga na sisi tukawa na uwekezaji hapa. Kwa nafikiri serikali na sisi tulishatoa ushauri kwa nyuma, tutaendelea kushauri, tungetoa nafuu ya kodi ili hao wawekezaji walete magari mazuri angalau kwa mwaka mmoja. Tuseme finance sector ya mwaka huu iseme inarekebisha sheria, import duty zile za customs zitolewe, labda magari mtu akileta daladala zake kama zile DCM zilikuwa zinauzwa hapa pia brand new, watu yanunue, alafu tunakupa ruti lakini utumie tiketi mtandao. Okay. Au hata ukopesho kupitia benki, tuwe tunaona mapato yako na namna gani unakwenda. Naweza tukapiga hatua labda tunaona. Nakumbuka wakati ule wa UDA ule, sio wakati tunapanda namkuta na kikae cha chwa ana kupatia, lakini siku hizi kwenye daladala ukiingia, hata kitokea jambo lote ujulikane, hata kama ulikuwa ni moja ya abiria kwenye hizo daladala. Hiyo ni shida, lakini tunaweza tukatumia kadi, ukaregister kadi. Kwa mfano dati sasa hivi wana kadi, lakini zile kadi namna zinavyouzwa unaweza usijue ni za nani. Uweke taarifa zako, wanajitahidi sana kusema leta tini tukusajili tukupe kadi yako. Okay. Wakati ule zimetumika zile kwenye BRT1 zikuja kulikuwa na taarifa kuna hela zilibaki kwenye zile kadi lakini hazijulikani za nani, kadi zikawa zitumiki. Kwa hiyo ni muhimu sana kila mtu ukienda kwa mfano nchi za wenzetu huko, una kadi ya kwako ya kusafiria, ama ile kadi yako ukitouch unasafiri nayo. Wenzetu wa Zanzibar wameleta mabasi yaendayo haraka, lakini mfumo wao ukiingia na gari utatouch. Na kitu kingine wamelalamika kwamba hawa BRT hawa mnawapa nauli 1,000. Kila mahali wanapoisha 1,000, sisi mnatuambia 6,000. Shilingi 600. Kwa nini? Nao na barabara yao nzuri, kitu ambacho unaona kuna logic. Sio ni kwamba kwa nini? Na hapa na hamna fair competition hapa. Ile BRT tulitoa nauli za mpito. Tumesema za mpito ili kuwavutia wale wawekezaji kina Moffat na kuongeza yale mabasi kwenye BRT1 ule mkopo wa NMB. Ili kutoa ile, lakini tulisema baada ya mpito dati watatuletea maombi tuende pa kilomita. Ile sasa ukipanda utachi, ile itakuwa na chip inajua ukishuka tena utachi. Ukitachi itakuwa ina calculate distance. Okay. Kwa hiyo ndio tulikuwa tunazungumza na walikuwa wanasema ni ngumu, lakini mimi nimekwenda Zanzibar kuona kule wenzetu wanavyofanya hizi BRT zilizokuja ni ya mfumo huo. Okay. Kuna utaratibu mwingine wa kutachi pale unapopanda kwenye station na unaposhuka kwenye station. Lakini ni muhimu sana twende kwenye mifumo ya kielektroniki kwenye ukusanyaji wa mapato, tuwasaidie na sekta binafsi. Vinginevyo na sisi kwenye nafasi zetu itakuwa tuwasaidii. Hawa tutaendelea kushirikiana, tuwashauri waanze hata na wachache kabisa. Dr. mimi nikushukuru sana. Asante sana. Naam, tumekuwa naye Dr. Habib Suluo, mkurugenzi mkuu wa LATRA, tukijadili kuhusiana na kikao cha wadau ambacho kiliketi hii leo. Lengo kubwa ilikuwa ni kufikia makubaliano ya pande zote, wadau wa usafirishaji na LATRA, mara baada ya kuibuka kwa maombi kutoka kwao wakitaka nyongeza ya nauli, lakini kikao kimemalizika na kauli ambao wametoka nayo kwamba nauli zitasalia zile zile, lakini mkurugenzi anatuambia kuna mambo ambayo na wenyewe wameyachukua watakwenda kuyafanyia kazi. Wanaamini kabisa lengo ni kuhakikisha kwamba wanaendelea kusaidia wadau wa usafirishaji na wao, ili kuhakikisha Mtanzania anaendelea kupata huduma ipasavyo. Kwa nukta hiyo ndo nafikia tamati ya Uchanganuzi kwa siku ya leo. Mimi naitwa Nordin Selemani. Kutakie tu mtazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea na usiku mwema kwako.